Kufanyia kazi ulichokisikia bila kukielewa bado hakiwezi kukufikisha kwenye hatua nzuri ya mahali yeye alichotaka ama alikotaka wewe ama mimi niweze kufika. Kwa hiyo tunaliona hilo likiwa ni tatizo kwetu sisi. Na hii sio kanisa tu. Watu ni kawaida, wanadamu kwa sehemu fulani tuko hivyo. Tunasikia alafu tunakimbia na kile tulichosikia, lakini hatukai chini na kutafakari nimeelewa nini katika hicho ambacho nimeelewa. Hii imetuletea shida sana hata kwenye utumishi. Makosa pia mengi ambayo tumekuwa tukiyafanya kwenye maisha ya wokovu na hata kwenye utumishi na hata kwenye maisha ya kawaida ni kwa sababu ya kutokuelewa. Kwa hiyo hapa tunaona hatua ya kwanza inatupa sisi kuelewa kwamba Mungu anataka nini, ndipo niweze kuingia kufanyia kazi hicho nilichokielewa, sio kile nilichoambiwa. Unajua, kuelewa kunamuingiza mtu kwenye kutafsiri alichoambiwa. Kuelewa kunamuingiza mtu kwenye kutafsiri alichoambiwa. Na ninapotafsiri nilichoambiwa nikakitafsiri tofauti na alichomaanisha huyo aliyeniambia, nitafanya tofauti na nitazaa matokeo tofauti. Hilo limekuwa ni tatizo ambalo Bwana atusaidie. Kwa hiyo natakiwa kufanyia kazi kile ambacho nimekielewa, na nikishafanyia kazi ndipo matunda yaweze kuzaliwa ama kujitokeza. Kwa hiyo matokeo ndio yatazungumza na kujulisha kwamba nilielewa ama sikuelewa. Matokeo ya jinsi ya kufanyia kazi mimi ndio itanipa mimi yani kutambulika kwamba nimeelewa ama nilielewa ama sikuelewa. Kwa hiyo naweza nikasema sasa nimemuelewa mtu wakati matunda yameonekana, ama nilielewa nilichokuwa nimeambiwa kwa sababu nimefanya kama nilivyotakiwa ama kusudiwa kufanya. Lakini sasa tunakuja kuangalia kwamba kuelewa pia ni jambo moja. Kwa maana katika hatua ya kwanza tulikuwa tunaangalia kuelewa dhambi ama kulielewa kosa. Marudio ya kosa ni dalili ya kutokuelewa kosa. Kwamba ilipoelewa kosa, kwa maana kuelewa kuwa hili ni kosa haina maana kuwa mtu huyu ndio ameshavuka tuliyesema hicho, ameshavuka kwenye hilo kosa ama kwenye hiyo dhambi. Nasema hapana, kwa sababu mimi ninapoelewa kosa ina maana kwamba nimeijua tu. Kwa hiyo ile nafasi nitakao kwenda nayo mimi ya kunifikisha mahali pa kuitafsiri ama kufanyia kazi kile nilichokielewa, ndicho kitaniingiza kwenye hatua namba 2 ambayo ndio tuliangalia wiki iliyopita. Hatua namba 2 ama hatua ya pili ni pale nilipojua, yani nilipotambua kwamba hii ni kosa. Sasa je, nilichukua hatua gani? Tukasema katika hatua hiyo ni kwamba sijaanza safari bado. Sijaanza safari ya utekelezaji wangu katika hatua hiyo, katika kile nilichotakiwa kutekeleza baada ya kutambua kile nilichokielewa katika hatua ya kwanza. Kufanyia kazi kile nilichokitambua baada ya kuelewa ile hatua ya kwanza. Kwa hiyo hatua ya pili, ninapojua kwamba dhambi ni kitu gani ama kosa hili ama kutambua hii ni kosa, hichi nilichofanya ni makosa, ndio swali linakuja, hatua gani natakiwa nichukue? Na hatua ipi ambayo natakiwa mimi sasa kuchukua? Sababu baada ya kujua hilo, hapo ndipo ninaposimama na kufanya maamuzi. Sasa yale maamuzi ndio nitafanya katika kile ambacho nilichokielewa. Kwa hiyo kama maamuzi hayo kama nilichokielewa mimi nilikibeba tofauti
yale maamuzi yatakupeleka kufanya mambo tofauti, na yakinipeleka kufanya mambo tofauti, nitashindwa kutekeleza nilichotakiwa kutekeleza. Unaweza usinielewe, kwa sababu mara nyingi tumezoea kuchukua vitu varuvaru, na ile varuvaru inabeba mitego ambayo ndio tunajikwaa mara kwa mara na kutegwa kila wakati. Hatutoki mahali tukaondoka. Wiki iliyopita Jumanne tulizungumza habari ya kusitisha na kuacha. Kwa sisi tunabaki tunasitisha vitu alafu tunavirudia tena baadaye. Tunajikuta tena tuko hapo baadaye bila kuelewa ni kwa sababu gani ama kwa jinsi gani imenipelekea mpaka niko hapa. Kuna mambo ambayo ni ya kuwekea umakini ninapotaka kutekeleza kitu ama ninapotaka kufanya kitu, ambapo sasa ule umakini unakuja kwenye yale maamuzi ninayoyachukua, kwa sababu maamuzi ndio yananiingiza kwenye utekelezaji. Lakini kwenye kutekeleza lazima niwe nimejua naenda kutekeleza kitu gani. Mimi nimeitwa ni mtumishi wa Mungu. Nimeelewa nini katika wito wangu, naenda kutekeleza nini? Mara nyingi tunapotelea katikati, tunakwenda tofauti na bila kujua kama tumeenda tofauti kwa sababu ya hiki ambacho ninachokisema. Kwa hiyo mtu unajikuta utakosea na wewe utajua kama umekosea. Ile ukifahamu unakosea wakati ushaondoka kabisa mahali yako, umeshaingia mahali ambapo si. Ndio utakuja na sio wewe utagundua. Aliyekuelekeza ndio ataelewa. Kwa hiyo kama ni Mungu alitoa maelekezo, yeye ndio atakuwa anakuona, ndipo ataanza kusema na utaanza kuona. Kama ni mtu alikupa maelekezo, ndio utaanza kuona kama vile hueleweki kile ambacho nilifanya ni kitu gani. Lakini unakuwa uelewe, na ndio pale utaanza kusema ama kibinadamu ukasema kwamba bwana mimi nimefanya sawa, bwana mimi nimefanya sawa. Lakini ulifanya kulingana na uelewa wako wewe, lakini ukufanya kulingana na ulivyotakiwa kufanya. Sasa ulipoelewa wewe vibaya, ndio kaenda vibaya. Sasa napofika hatua ya pili ambayo inanitaka mimi kufanya maamuzi, hapo ndio mahali tutasema kwamba Mungu anakuwa yuko katika hilo, ni mimi ndio nasimama katika hilo. Mungu hawezi kunifanyia mimi maamuzi, ni mimi nafanya maamuzi. Kwa hiyo ninapofika kwenye hiyo hatua ambayo ni ya kufanya maamuzi, nafanya maamuzi kwa ajili ya kwenda kutendea kazi jambo hilo ama kitu hicho ama katika hilo ambalo nilitakiwa ukitendea ama kufanyia ama kutendea kazi. Na ninapofika kwenye hatua hiyo sasa, hiyo ya kufanya maamuzi, ina maana nimeshasitisha safari, kwa sababu nilikuwa naenda njia mbovu. Ndio tuliangalia wiki iliyopita, naenda njia mbovu, lakini nikafika mahali nikasimama, kwa sababu kuna kitu nilifahamu, ndio nikasimama. Lakini pale katika kusimama kwangu nikitafakari na kufanyia maamuzi, bado naweza kutoka hapo na nikaenda njia kombo tena. Yaani nimesimama kwa sababu nilikuwa naenda njia mbovu, lakini bado naweza hapo hapo nikaenda kwenye njia nyingine mbovu. Ninapokuwa ama nitakapokuwa sikuwa makini katika hicho ambacho tunachosema kuelewa. Kwa maana mimi natakiwa nifahamu nini katika kile ambacho natakiwa kufahamu. Tuliangalia tukasema natakiwa kutambue katika kutafakari kwangu ndio nifanye maamuzi. Je, ni kitu gani hicho kilichokisimamisha? Kwa hiyo kwanza nijue nini kimefanya mimi kasimama. Nilikuwa naenda safari hii, kitu gani kimenizuia mimi siendi tena nimesimama? Kwamba nimetafakari nini, nimewaza nini, nimesimamishwa na nini, kitu gani kimesababisha? Nikishajua hicho, ndio sasa naweza nikatafakari. Lakini je, la pili tukasema, je, ni nini hiyo ninayotafakari? Kwamba sasa nimesimama natafuta nini hapa sasa? Ili iwe nini baada ya mimi kusimama? Hiyo sasa ndio itakayonipeleka katika hatua nyingine ambayo itanitaka mimi kuingia kwenye utendaji ama utekelezaji wa hatua nyingine. Ninapokuwa natendea ama nitakapoingia kwenye kutendea kazi kile ambacho nimekitafakari,
hatua zangu ndipo huanza kugeuka, kama nimetafakari vyema. Kwa maana hiyo ambayo nimesema, hatua zangu huanza kugeuka, na hatua zangu zinapogeuka, hiyo pia ni hatua nyingine ambayo kugeuka kwangu kunachukua muda wake pia. Safari ya mwendo sijaianza, bado niko mahali pale pale na katika njia mbovu ile ile, kama ambavyo tuliona siku zile. Njia mbovu ile ile, maana hapo hapo pia nikikaa vibaya, shetani anaweza akanichota na akanisonga. Sasa system yangu ya ndani ikiwa imekaa kikamilifu, yani iko sawa kiutendaji, basi maisha yangu ya nje sasa yanaweza yakakaa vizuri, kama yakakaa katika ule ukamilifu. Sasa hii hatua ya pili ndio inaniweka katika hayo kufanyika, yani kufanyika kazi ifanyike katika utendaji huo. Lakini katika utendaji huo ina maana ubongo wangu ama akili yangu inafanya kazi, kwa sababu niko kwenye kutafakari, kufikiri, kufanya maamuzi. Kwa hiyo hapo kinachotenda kazi ndani yangu ni nafsi yangu, sasa ndio inafanya kazi. Akili inafanya kazi, ubongo unafanya kazi, ili kuweza kutoa matokeo yatakayonifikisha kwenye hatua nyingine. Na ili basi katika hiyo hatua ambayo ninayozungumzia niweze kufanya maamuzi yaliyo mazuri, natakiwa niweze kufika kwenye hatua ya kuiona, ama yani ufahamu wangu uweze kuelewa, na nitakachoelewa ni yani kile nitakachokuwa nimeelewa ni ili niweze kuiona hiyo njia ambayo kwa kufahamu kwangu kwamba njia nilikuwa naenda ni mbovu, mpaka nikasimama, mpaka nikatafakari, mpaka nikajiuliza kwamba kwa nini kimenifanya nisimame, nikaanza kutafakari. Sasa ubongo wangu sasa unatakiwa ufanye kazi wa kunijulisha njia sahihi. Njia sahihi, na tunaangalia njia ambayo Biblia imeshatuambia kwamba ni njia ambayo ni nyembamba, haionekani. Kwa maana mimi nina kazi ya kufanya ili niweze kuiona hiyo. Ndio maana nikasema kwamba hapo sasa inategemea system yangu ya ndani inafanyaje kazi. Kama system yangu ya ndani ni mbovu, bado siwezi kuiona ile njia ambayo nilitakiwa kuiona. Kwa hiyo natakiwa nione ile njia, alafu nitie moyo ufahamu, kwa maana ufahamu kuwa hii ndiyo njia ya kweli. Hiyo nayo ni hatua nyingine, sio kukurupuka. Nifahamu kwamba hii ndiyo njia ya kweli. Leo tunayumba, hata tunaangalia maisha yetu ya wokovu. Watu tumeokoka lakini hatuko stable, hatusimami. Sasa hivi mtu atakuwepo ndani ya kanisa. Sasa hivi mtu atatumika ndani ya kanisa. Lakini sasa hivi mtu huyo atabadilisha mawazo. Utendaji huo ninaosema ndio unafanya watu wanakuwa hivi. Hao wanafanyia kazi hewa, wako hewani. Mtu huwezi kuwa na maamuzi yasiyoeleweka kila wakati. Kuna kitu ambacho hakiko sawa ndani ya mtu. Na sasa Mungu anataka tusimame. Kwa nini hao wanafunzi wa Yesu ambao ndio walikuja kuwa mitume hawakugeuka? Kwa nini? Kwa nini wao hawakugeuka? Leo hii unakuta hata na mtu Mungu akamonyesha mtu nini, hata Mungu akamfanyia mtu nini, still bad, mtu huyu anaweza kugeuka. Na wanageuka, tunageuka. Sasa kuna shida ambayo tuko nayo sisi wanadamu, ambapo tunafanyia kazi hewa na hatuendi katika zile kanuni zinazotakiwa. Kwa maana mimi nichukue vitu vya Mungu kwa namna sio ya mzaha, kwa sababu vitu vya Mungu tumevichukua kwa namna ya mzaha. Kwa hiyo hata kutafakari kwetu hatuingii kwa kina, na kwa sababu system yetu ya ndani ni mbovu. Na kama system ya ndani ni mbovu, tulisema wakati tukiweka maroboti na sisi, tukasema system ya ndani inafanya mtu nje asifanye vizuri, asifanye kitu vizuri. Kwa hiyo kile kule ndani, ubovu wa ndani unaonekana kwa nje, kwa sababu ndio kuyumba kwetu na kufanya vitu ambavyo havieleweki. Hata Mungu mwenyewe anatushangaa. Ni kwa sababu kuna uharibifu ambao uko kule ndani yetu. Sasa pili ni hilo, natakiwa nitie moyo ufahamu
Kutia moyo ufahamu kunanihitaji kutafakari tena, sio ile tafakari ya kwanza. Ile nilikuwa na tafakari kwa nini nimesimama, kitu gani kilifanya nisimame. Lakini tafakari hii inanitaka mimi kuutia moyo wangu ufahamu, yaani kile ambacho nitakachokipata katika tafakari hii ndio kitatangaza mwendo wangu. Kitasema njia gani nitakayoenda nayo. Nimeiona njia, lakini bado nijue ndio njia sahihi, ili nitakapoanza kwenda katika njia hii nisiumbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisiumbe. Sasa hiyo inahitaji umakini pia wa aina yake. Lakini pia hiyo hatua ya pili inanipeleka kwenye hatua ya tatu. Sio hizi hatua kubwa. Hizi ni hatua ndogo za kutafakari kutokana na kutafakari kwangu. Inaniingiza kwenye hatua ya tatu ambayo inanifanya nifanye maamuzi. Sasa haya ni maamuzi B, tofauti na yale maamuzi ya kwanza. Yale maamuzi ya kwanza yalinipa mimi kusimama. Mpaka hapo nimesitisha safari ya mwendo katika njia nilikuwa nikiendea, ili sijaanza safari ya mwendo katika njia nyingine. Bado niko katika njia ile ile na mazingira ni yale yale, lakini kilichofanya kusitisha tu, sitembei sasa. Kwa hiyo nafika mahali ambapo nakuwa kwenye maamuzi, naingia kwenye maamuzi ambayo ni point B, maamuzi ya pili, ambayo sasa maamuzi hayo yatanipa mimi kutembea kwenye njia ambayo mimi nimeihakiki na kuhakikisha kwamba njia hii iko salama. Hiyo ni ya tatu. Kwa hiyo ninapoanza kwenda kwenye njia ambayo nimeiona, tayari nakuwa nimehakikisha ndani yangu kwamba ni njia sahihi. Leo akitokea mtu mwingine anakuja kukueleza habari sijui za hapo kuna nini, tuseme labda ni kanisa, sijui kuna nini. Kwa nini mtu anayumba? Ni kwa sababu akupita kwenye hizi hatua. Kwa hiyo yuko hapo kwenye hewa fulani. Chochote mtu akija akimwambia atamsikiliza, na akienda huko na mwingine akija akimwambia atamsikiliza. Sasa tuende mbinguni kwa namna hiyo. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba system zetu ndani zimeoza, ni mbovu. Ndio maana tukao tunatoa mfano wa marobot. Marobot nikasema wao wako accurate, wakifanya kazi zao wanafanya kwa usahihi. Robot hakosei. Kwa nini mimi niliyeumbwa na Mungu nakosea? Why? Alafu nasema mimi ni binadamu. Kwa nini nikiri kile ambacho sio sehemu yangu tena? Kwa sababu mimi nimeokolewa. Maana kuokolewa, nimerudishwa kule mahali ambapo nakutakiwa kukaa, katika ule usahihi wa mwanzo. Kwa nini mimi sasa naishi, mawazo yangu na akili zangu zinaishi bado kule kwenye anguko? Hata ndio mimi naona kwamba mimi si mwanadamu. Sawa, mimi ni mwanadamu. Nilitolewa wapi katika huo wanadamu? Hata ndipo ndio sasa mbona marobot wanafanya kwa usahihi? Na ndio maana nasema hata tunapoonekana itilafu, yani wataonekana wakufanya tofauti, mara mmoja wale waliowatengeneza wanaingia ndani, fungua mikono yao sio vichwa nini, wanafungua huko ndani, wanashughulika na zile mashine ambazo walizitengeneza wao. Tukasema na sisi Mungu ndio ufanya hivyo, lakini pale mimi nitakapotambua. Sasa mimi nisipotambua, ndio huyo napeperushwa na upepo wa kila sampuli, naenda huku naenda kule, maamuzi yangu mwenyewe sina. Mimi mwenyewe nimeokoka, lakini pia sielewi kwamba nimeokoka. Jamani, hapana. Kwa hiyo lazima nifike mahali nifanye maamuzi. Nikafanye maamuzi ambayo sasa najua katika njia hii ambayo nayotakiwa kwenda ni njia sahihi. Kama ni njia sahihi, wewe mtu anakuja kukuambia kitu alafu nasema nenda kufunga na kuomba nimuulize Mungu, inawezekana ni kweli kwamba hii si. Hatuwezi kutembea kwenye wokovu kwa namna hii. Mimi sitasema tusifunge na kuomba, lakini kuna vitu ambavyo natakiwa kuvifanyia kazi na vitoe matokeo na majibu endapo kule ndani ya system yako kuko sawa, ufahamu wako unakwenda sawa, akili yako inafanya kazi vizuri, ndipo sasa utaweza kuelewa kile ambacho litakiwa kukielewa vizuri. Mapungufu yote yanatokea kutokana na hayo ambayo tumetoka kuyaangalia. Kwa hiyo naamua sasa
naenda kwenye njia hiyo ambayo niliyoiona kwamba iko sawa. Lakini katika hatua hiyo hiyo ambayo ndio naanza kutembea kwenye njia hiyo, natakiwa pia hatua ya 4 nitambue. Kutambua kwa kutafakari. Sasa nimeijua hii njia ndio yenyewe. Lakini je, natembeaje kwenye njia hii? Sio kwamba nimeijua tu kwamba hii njia ndio iko sawa, alafu mimi ndio sasa naanza kwenda. Lazima nijue natembeaje, kwa sababu zamani nilikuwa hapo, shetani akanipiga ngwara, nikatembea kwenye njia mbovu. Bwana akanitafakarisha, nikasimama, nikasitisha safari, nikatafakari, nikaona hapana, hii njia si sahihi. Sasa njia sahihi ni ipi? Nikaiona ni ile. Nikatafakari tena, nikahakikisha ile njia hiyo ndio yenyewe. Nikaanza sasa kwenda kwenye ile njia. Swali natakiwa kujiuliza, nitatembeaje kwenye hiyo njia? Kwa sababu nilitembea kwenye njia hiyo wakati fulani nikashinda. Sasa ili kuweza kutaka kujua natembeaje kwenye njia hii, lazima nirudi kwenye makosa yangu. Ni kitu gani kilinifanya nikaondoka kwenye njia hii, ili kisije kikafanya tena kazi ya kunitoa kwenye njia hii? Hiyo nayo ni tafakari, ambayo sio kitu cha siku moja unajifungia ndani kukaa. Hizo ni siku zinatembea, saa nyingine ni miezi inatembea. Kwa hiyo unakuta mtu unaanza kutafakari tena, kuangalia ninatembeaje katika njia hii. Hii njia nilitembea na sasa nikapotea. Hata ukiniuliza nilipoteaje sijui, lakini nilijikuta nishapotea. Sasa ndio pale unaambiwa kurudisha, kutia moyo, unatia huo moyo wako fahamu, kuanza kutambua ni kitu gani kilitokea. Hiki ndio kilitokea. Okay. Kama hicho ndio kilitokea, nini kinachotakiwa kufanyika sasa? Natakiwa nichukue tahadhari. Wakati ule nilitembea tu. Sasa natakiwa nichukue tahadhari. Na tahadhari nitaichukua. Kuhama eneo sio issue. Natakiwa nijue ninapohamia nitakaaje hapa. Kwa hiyo naanza na swala la kuchukua tahadhari ndipo linakuja sasa. Sasa kwenye kutafakari, kwenye kutambua, kwenye kuchukua tahadhari, ndipo nitakapoelewa, kwa maana nitakumbushwa. Kwa sababu hizo hatua ninazosema mtu anakuwa amesimama, una hatua ukifika ndio utaanza kumsikia Roho Mtakatifu anasema. Nimesema zile hatua za maamuzi, Roho wa Mungu hayuko wala Mungu hayuko, ni mimi. Kwa hiyo kama ndani ya system yangu kumekaa vizuri, ndio wakati wa kugeuka sasa. Nageuka, sitembei lakini nageuka. Kutoka mahali nilikuwa natazama, na sasa nimejua nageuzwa kwenye ile njia ambayo ni sahihi baada ya kuijua. Kwa hiyo katika kugeuka, nageuka mzima sasa. Na ninapogeuka hapo, ndipo kile ambacho nilichokuwa kimenisababisha mpaka mimi nikashindwa kwenda kwenye njia hiyo, ndio sasa nakumbuka ni kwa sababu niliachana na Roho Mtakatifu. Kama niliachana na Roho Mtakatifu, ndio maana mishale ya adui kanikuta. Kama ningekuwa naye, singeanguka, singeharibikiwa, singepotea, singepoteza muda wote ule na kadhalika. Kwa hiyo nakuja kugundua kwamba mishale ya adui ilinikuta kwa sababu nilikuwa nimemwacha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nini sasa natakiwa kukifanya? Sasa ndio namtafuta Roho wa Mungu, tuliachania wapi? Ndio kile Biblia inasema kwamba uweke alama ya Injili. Roho Mtakatifu tuliachania wapi? Ni kosa gani nilifanya mimi nikaachana na Roho Mtakatifu? Mimi nilikuwa naishi maisha ya varuvaru, kama ni mtu wa kukasirika, kama ni mtu sijui nasema uongo, kama nilikuwa nini. Ndio sasa pale, ili niweze kutembea na yeye, nijue kilichoniachanisha na yeye ni nini. Kwa hiyo sasa Roho Mtakatifu ataanza kufanya kazi ya kunikumbusha. Atasema tu kwamba sisi wengine vitu vyetu ni vigumu na tuna roho ngumu. Huwa anasemaga, lakini tuna push, tunakataa ndani, lakini anasema. Kwa hiyo anaanza kukujulisha
Akisha kujulisha hayo, ndipo akili yako sasa inapata ufahamu kujua ni namna gani sasa natakiwa kwenda nayo. Kwa hiyo ndio mnashikana mikono, mnapatana, mnaanza safari. Kwa hiyo unapoenda katika safari hiyo, hizo sasa ni hatua ambazo zinakwenda kuingiza kwenye hatua namba 3, yaani pale mahali ambapo sasa hatua hii ya 3, hatua kuu ya 3. Hatua kuu ya 3 ni ile inayofanya mimi nianze kufanyia kazi neno. Sasa nimeshaijua njia, nimeshajua makosa yangu yaliyofanya nikaachana na Roho Mtakatifu, ni yaliyofanya nikapotea. Sasa nimeshampata niliyepotezana naye na ameshaanza kunielekeza, kwa sababu ndio Roho Mungu utaanza kumsikia sasa akisema. Ndio sasa anasema wale waongozwao na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Roho Mtakatifu anaanza kuniongoza na kunipeleka. Sasa kuniongoza kwake Roho Mtakatifu ni kupitia neno, mimi niwe mtendaji kazi wa neno. Kwa hiyo hapo naingia hiyo hatua ya 3, naanza kufanyia kazi neno. Ninaifanyia kazi neno, na katika kulifanyia kazi neno ndiyo mtu anakuwa ameanza hatua hizo za kugeuka maisha yake. Hii ni hatua ambazo zinahesabu siku, miezi, kama nilivyosema, kulingana na utakavyokuwa unalielewa neno. Kwa maana spidi ya mwendo utakaokuwa unaenda naye itategemea na uelewa wangu wa kwenye neno. Kwa hiyo ndio spidi yangu itaenda hivi. Kwa hiyo nitakavyoelewa neno na kujitoa kwangu mimi, kuelewa na kujitoa kwangu kikamilifu kwenye kufanyia kazi kila neno, na sio baadhi ya maneno. Kila neno, anavyosema Yakobo sura ya 1 mstari 22, tufanyie kazi neno, tutendee kazi neno. Kwa hiyo sasa kwa sababu ili sasa nisimpoteze Roho Mtakatifu ambaye tumeanza kwenda, na ndio sasa natembea kwenye neno. Kutembea kwenye neno ndio kutembea na Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye anafanyia kazi neno, hatendi kazi nje ya neno. Tulishajifunza kwamba hatendei kazi nje ya neno. Roho Mtakatifu ataanza kusema na wewe kupitia neno, ataanza kukufundisha kupitia neno, atasema habari za njia hiyo akikuelekeza, na ndipo utakapoingia kwenye hatua ya ufahamu. Unafahamu sasa, unamwelewa. Ufahamu unakuwa yaani ufahamu wako unafunguliwa, alafu unaanza kumwelewa. Kule mwanzo ulikuwa unaelewa tofauti, ndio maana kwa nafanya tofauti. Sasa naanza kumwelewa, na nitakapoanza kumwelewa ndio tutaingia kwenye mazungumzo. Nitakuwa na mimi ya kumuuliza, ili yeye sasa anisaidie. Ndio zile huduma zake zinafanya kazi sana. Njia ni kwa sasa hivi anaanza kunifundisha, anaanza kunielekeza. Ndio ile Zaburi 32 mstari wa 8 anasema nitakufundisha, nitakuongoza katika hiyo njia, ambayo katika njia hiyo jicho langu likiwa na wewe likikutazama. Sema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Mkiwa mnazungumza, unamuuliza na yeye anakujibu, anakusaidia katika mwendo huo. Ndipo sasa utaanza kuona stamina fulani inaanza kuingia ndani yako. Unaanza kuona kuimarishwa kwenye maisha yako ya kiroho. Utaanza kuona kuimarishwa kwako kwenye maisha ya kiroho, na sio ule utoto ambao ulikuwa unakaa nao ama nilikuwa nakaa nao. Na watu wa nje wataanza kuona kwamba una stamina ya kustahimili vitu ambavyo ulikuwa huwezi. Kustahimili vitu vikubwa, mambo makubwa ambayo ulikuwa huna uwezo nao.
Kwa sababu ataanza kukuona unaanza, yani umekaa hivi na nyoka, huyu mtu tena kama kuna yuma. Utaanza kuonekana kwa nje jinsi gani ambavyo unasimama ama umesimama. Huku neno likiendelea kukuimarisha ama likiendelea kuniimarisha. Lakini nikiwa natendea kazi kila neno, kwa sababu kuimarika kwangu sio kwa kudonoa neno. Kwa kudonoa hili langu ili alinihusu, hapana, kila neno linanihusu mimi. Na ndio niwe nalitendea kazi hilo neno. Ninapolitendea kazi hilo neno, kwa sababu kila neno litokalo kwa Bwana unalitendea kazi. Na hapa ndipo mgeuko wako utakuwa unachukua nafasi yake. Kwa maana watu watakuwa wanakuona kama nilivyosema, yani utaanza kuonekana kwa nje. Huo mgeuko tunaozungumza sasa sio wa kugeuka kwenye njia. Ushageukia njia huko kwenye njia. Mgeuko unaanza kuonekana kutoka ndani kwenda nje. Sababu kiwa kule kote vilivyokuwa vinafanywa kazi ilikuwa ni ndani yangu, ili kuweze kukaa sawa, ndipo matokeo yake yakatokee kwa nje. Kwa hiyo sasa watu wataanza, mimi nitaanza kusomeka kwa nje.